Wanachama wa mfuko wa huduma za afya Zanzibar ZHSF kisiwani Pemba wamelalamikia kutoridhishwa na utolewaji wa huduma kwa baadhi ya vituo vya afya na hospitali wa kuwarundukia madawa mengi kinyume na utaratibu, jambo ambalo linaweza kuharibu afya zao badala ya kuwatibu. Wakitoa malalamiko hayo katika ukumbi wa afisi ya Rais Fedha na Mipango Gombani Pemba kupitia mkutano wa wafanyakazi wote wa taasisi za umma ambao ulilenga kusikiliza changamoto za mfuko huo, wamesema nyingine ambayo nilikuwa naiona mimi kwa upande wangu kwa kipindi hicho kifupi, unaenda pale ukiwa una tatizo, dawa unazopewa ni nyingi mno. Kwa wakati mmoja unatumia dawa 7-8. Ni nyingi. Sijui labda ndio huo hayo mabadiliko tunayosema, lakini kwa sababu naumwa inabidi nitumie zile dawa. Lakini sijui athari ya zile dawa ambazo mimi natumia. Wale ukienda pale baada ya zile form 3 wana karatasi ya pembeni. Kwa hiyo utaratibu wa dawa unakuta kwa karatasi ya pembeni ambayo hupewi wewe. Kwa hiyo pia kwa kama unakuta jina lako sijui na nini, basi ukuti dawa na nini. Kwa mara nyingi inatokea hivi. Kwamba ikiwa kuna hard copy ya tambulisho hutibiwi. Nikauliza kwa nini, wakasema ndio utaratibu ambao uongozi umepanga. Aliyefanya hivyo namfahamu kwa sura, simfahamu kwa jina, lakini ukinichukua sasa hapa nikupeleke nitakwambia ni cha kwanza. Kisha pili, hapo Amal, hiyo siku nilisikia dalili sana, hiyo siku ambayo ilitokeza hili jingine. Mimi nachangia, maana yake kwamba nalipia, lakini nilipokwenda pale nataka huduma, ikawa kuna watu wao, mimi ndio tangulia, lakini wao ndio wana huduma mwanzo. Sababu nini? Sababu ni kwamba wao wanalipia kesho. Mmoja kati ya daktari wa hospitali binafsi Pemba, Juma Ali Omar, kitengo cha bima ya afya kutoka hospitali ya Amal, ametoa ufafanuzi juu ya malalamiko hayo katika hospitali zao. Tayari hasara inaanza kuwepo, lakini kwa kiwango maalum. Tayari kila mmoja anahitajia kufanya biashara ili kupata faida. Kilichojitokeza kwamba tunaelimisha watu tu kwamba ukija siku nyingine kwa security tu sisi. Tayari kuna kipindi ilikuwa kuna kadi zile form zile zinapotea. Unajua watu wengi walikuwa hawana uelewa mkubwa kuhusu bima. Tayari anaweza kuja na karatasi yake na ile fomu yake ile, akitoka pharmacy akaondoka nayo. Kwa maana sasa tumelose. Tayari unakuta ile pesa ushaipoteza. Unakuta fomu ina shilingi 80,000, tayari shilingi 30,000, kwa maana ushalose. Mkurugenzi mkuu wa mfuko wa huduma za afya Zanzibar, Yasin Amir Juma, amewataka wananchi hao kutoa taarifa pindi wakibaini udanganyifu wowote unaofanywa na sekta hizo za afya. Sasa tunapitia madai yao. Baada ya wao kutoa huduma, sisi inakuwa ile mwanachama wetu hatumnusuru vyema kwa zile huduma ambazo ameshazifanya, ameshazipata. Kwa sababu kama dawa kaongezewa nyingi, tukishatumia, si ndio? Sasa tunachokwenda kufanya kitu gani? Katika mfumo wetu sasa hivi ambao tunauimarisha zaidi, tunakwenda kuingiza kitu kinaitwa medical rules. Yaani kama ni akili bandia fulani hivi ambayo itasaidia sasa ule muongozo ule wa matibabu ule. Utakuwa sasa daktari anapotaka kukutibu pale, unamuongoza kwa mujibu wa kipimo alichomfanyia, matokeo ya vipimo uliomfanyia na zile hatua za mwanzo ulizokuwa unamdadisi, si ndio? Sasa daktari anakuwa anakuuliza pale unamuona nini. Kwa hivyo matibabu yake sasa ule muongozo utakuwa unamtushushia pale. Hayo dawa ni hizi hapa.